نستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea na kitabu Ahkamul Janaiz, tukiwa tuko katika habari ad-dafnu wa tawabi'uh. Ad-dafnu wa tawabi'uh, hii ni sehemu ya 14 tokea tumeanza kitabu hichi, na tumefika kwenye ukurasa nambari 153 kwa wale wenye vitabu. Ukurasa 153, na tutaondokea katika nukta nambari 104, ingawa kwenye kitabu imeandikwa 107, lakini kama tulivyoonyesha kwamba zimeruka nambari katika uchapaji, sahihi ni 104. Tutazungumzia katika nambari hii, wa yusannu ba'da al-firaghi min dafnihi umurun, na inasuniwa baada ya kumaliza kumfukia maiti, yani kumzika kamilifu, inasuniwa mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, an yurfa al-qabru, ni kwamba linyanyuliwe kaburi, anil ardhi, kutoka kwenye usawa wa ardhi, qalilan, kidogo tu, si sana, nahwa shibrin, kiasi cha shubiri moja. Na shubiri ni kutoka kwenye kidole cha gumba, kama mtu amekunjua kiganja chake, kutoka kidole cha gumba mpaka kidole kidogo, kutoka kwenye ibham mpaka kwenye khinsar, hiyo ndiyo shubiri. Kwa hivyo kaburi ni sunna kulinyanyua baada ya kufukiwa maiti kutoka kwenye sawa ardhi kiasi cha shubiri moja, lijuu kidogo, lisizidi zaidi kuliko hapo. Ikizidi zaidi kuliko hapo ni makosa kisheria, na likizidi kaburi kuliko shubiri ndiyo athari inayopatikana ya kuabudiwa makaburi zaidi, kama yatajengewa mazawia na kuta na kutiwa chokaa na kutiwa mawe ya marmar, marbles, na hatimaye kufika mpaka kuandikwa majina na tarehe ya mtu aliyokufa na siku aliyokufa na ukoo wake na wanawe na ghasia na kila kitu. Hayo yote baadaye yanakuja kuleta athari ya kuabudiwa na kuomba huyo maiti. Sheria katika upande wa sunna ni kunyanyua kaburi kiasi cha shubiri moja. Hiyo ndiyo shubiri, na sivyo kama anavyodhani yule aliyesema
mampa pima nzima, machukua shubiri. Yani mwenye kajitahid kwamba labda ile pima ndiyo ndogo na shubiri ni kubwa. Pima ni kitu kikubwa sana. Pima ni kukunjua mikono miwili yote pamoja na usawa kifua wote, hiyo ndiyo pima. Lakini kwa kutokufahamu mtu huenda akawa analaumu yeye namna gani yule, mimi mampa pima anachukua shubiri, yani ikamfanya kama shubiri kubwa. Shubiri ndogo. Shubiri ni kutoka dole la gumba mpaka kidole kidogo tu. Hicho ndo kiwango kinachotakiwa kisheria kunyanyuka kaburi, na iko hikma ya kunyanyuka kaburi huko. Wala yusawa bil ardi, na wala lisisawazishwe kaburi likawa kama kwamba hapana kitu, lisiwe sawa sana ardhi. Wadhalika, na sheria hiyo ya kunyanyua kaburi kiasi cha shubiri moja, liyatamayaza, ili kaburi lipate kupambanuka na sehemu iliyokuwa hapana kaburi. Fayusanu, basi kwa hivyo litalindwa, litahifadhiwa, litatukuzwa pale pahala. Hapafai mtu kupita na kiatu pale akakanyaga. Hapafai watu kuja pale wakacheza futboli. Ikiwa haikumalizika miaka takriban 40 hivi, hapafai hata kujengwa nyumba. Itabidi maiti waheshimiwe pale na mambo yao. Wal amwatu yataadha, na maiti huwa wanapata maudhi kwa vituko ambavyo vitafanywa pale makaburini juu. Kama watakuja pale walevi na ulevi wao wakakaa kitako kwenye kuta za kaburi zimejengwa jengwa hivi, wanakunywa pombe, yataadha la amwatu, chini kule kuna maiti wanaudhika. Na kama watakaa kitako pale wahuni na mbangi zao na vituko vyao na hivi na hivi, kwa hakika alamu watu yataadha. Ili lipate kupambanuka kaburi na sehemu iliyokuwa pana kaburi. Likipambanuka ndo nini iwe? Si kwenda kuabudiwa kiwango cha shubiri. Fayusanu, basi kaburi litalindwa, kaburi litatukuzwa, halitofanyiwa mambo ya maudhi pale. Ni makosa hata kwenda na viatu pale, labda iwe mwituni kumeota miba, kuna kila aina ya kutisha, mtu mguu chini ataumia, hapo ndo dharura. Lakini pamoja na hayo ajaribu kupita mle mahala ambamo hamna makaburi. Ni makosa kabisa kulikanyaga kaburi. Wala yuhanu, na hiyo kunyanyuka kaburi na likapambanuka baina ya kaburi na usawa wa ardhi mwingine, litatukuzwa kaburi na wala halitodhalilishwa likadharauliwa. Lihadithi hayo ya kunyanyuliwa kaburi kiasi cha shubiri ni kutokana na dalili ya hadithi ya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Anasema Jabir, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu alipozikwa, ulhida lahu lahdun, alichimbuliwa mwana wa ndani chini, wa nusiba alayhi allabina nasban, na hapakuwa na chochote kwa mtume, kwa mfano ubao vile au majani au nini, palikuwa na matofali ya udongo tu iliyofanywa kwa mkono pale, yakalazwa ukafunikwa mwana wa ndani na matofali tu. Wa rufi'a qabruhu, na likanyanyuliwa kaburi lake bwana mtume, min al-ardhi, kutoka kwa usawa ardhi, nahwan min shibrin, kiasi cha shubiri moja, kama alivyohusia na kama alivyoonyesha yeye mwenyewe katika uhai wake alipokuwa akiwazika masahaba wake, na hivyo hivyo na yeye mwenyewe akafanywa hivyo hivyo. Hadithi hii rawahu Ibn Hibban, ameisimulia Ibn Hibban fi sahihihi, katika sahihi yake, wal Baihaqi, na pia ameisimulia Imam Baihaqi, wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Tunaingia katika kurasa nambari 154 kwa wale wenye vitabu. Hayo maandishi ya chini hayo tumeshakuyazungumza yote katika darasa lililomalizika wiki iliyopita. Kwa hivyo, walahu shahidun, na hadithi hii ya Jabir inao ushahidi mwingine, an Salih ibn Abi Salih, kutoka kwa Salih ibn Abi Salih, qala, amesema, raaitu qabra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nililiona kaburi la mjumbe wa Mwenyezi Mungu, shibran, kiasi cha shubiri moja kuinuka juu ya ardhi,
au nahwa shibrin, au kiasi cha shubiri moja. Ni shubiri moja kamili au kiasi cha shubiri moja. Hadithi hii ya Salih ibn Abi Salih rawahu Abu Daud fi al-Marasil, amesimlia Imam Abu Daudi kwenye kitabu chake al-Marasil. Wa yuayiduhu, na inatilia nguvu habari hiyo, ma sayati, mambo ambayo yatakuja mbele, minan nahi, wakati tutakapozungumza juu ya katazo ani ziyadati, kutokana na kuzidisha, ala turabi, juu ya udongo, alkhariji, udongo ambao uko nje, min alqabri, katika kaburi, haukuhusika. Ni makosa kuuteka udongo mwingine mtu akaujalisha kaburini pale, ni ule ule uliochimbuliwa katika mwana wa ndani, na kaburi lenyewe ndio huo, ukitosha usitoshe. Ni makosa watu kututika udongo mwingine, wakachimba wakamtutikia pale maiti. Maiti kwa hakika yataadha, anapata maudhi kwa udongo ambao utakaoongezwa, ambao si riziki yake. Tutakapozungumza habari ya annahyu ani ziyadati, katazo kutokana na kuzidisha, ala turabi, juu ya mchanga, alkhariji, mchanga ambao uko nje, min alqabri, kutokana na kaburi, fa inna min almalumi, kwani hakika katika jambo lijulikanalo, annahu yabqa, hakika udongo huo unabaki, baada dafni, baada ya kuzikwa mtu, ala alqabri, unabaki juu ya kaburi, aturabu alladhi, udongo ule ambao unabakia, udongo ambao ukhraja min al-lahdi, ule uliotolewa katika mwana wa ndani, uliotolewa kwenye kaburi lenyewe, unabaki, upo na utatosha kabisa kufunika kaburi. Alladhi shaghalahu jism al-mayyit, udongo ambao huo ndio wenye kumshughulisha kiwiliwili cha maiti yule, huo unatosha kabisa. Kizidi kitu atabatabu maiti, tamtesa, tamangaisha, michukua haki ambayo si yake. Wadhalika yusawi alqadra almadhkura, na kiasi cha kaburi lililochimbwa lile ndiyo kabisa kabisa utaona kinalipa usawasawa na kiwango kilichotajwa cha shubiri moja, fil hadithi takriban, katika hadithi takriban. Chini kuna maelezo kwenye nambari moja. Qala Shafi'i, amesema Imamu Shafi'i, fil ummi, katika kitabu chake kikubwa cha madhehebu yake ya Shafi'i, al-Ummu, katika jalala nambari moja, ukurasa nambari 245 mpaka nambari 246. Amesema maneno ambayo mukhtasaruhu, ufupi wake ni kama ifuatavyo. Anasema Mshafi, wa uhibbu, mimi ninapenda, alla yuzada fil qabri, ya kwamba pasizidishwe katika kaburi, turabun, udongo mwingine, min ghairihi, usiokuwa kwenye kaburi lile. Napenda mimi hivyo, liannahu, kwa sababu, idha zida, utakapozidishwa udongo mwingine, irtafaa jiddan, litanyanyuka kaburi sana, na haitakiwi kuinuka sana kaburi. Hayo ni maneno ya Imam Shafi'i mwenye nafsi yake. Wa innama uhibbu, anaendelea Imam Shafi'i, na hakika mimi ninapenda, an yushakhasa ala wajhi al-ardhi, kunyanyuliwa kaburi juu ya uso wa ardhi, shibran, kwa shubiri moja, au nahwahu, au mfano wa shubiri moja tu basi, kisizidi kitu chingine. Huyu ni mkuu wa madhehebu ambaye anafuatwa sana katika maeneo ya Afrika Mashariki mpaka katika Mashariki ya Kati, anafuatwa sana Imam Shafi'i. Lakini katika jambo hili amekataliwa na wafuasi wake. Wafuasi wake makaburi wanainua zaidi kuliko shubiri. Wamemkiuka Imam Shafi'i, wamemkiuka Mtume, wamekiuka kila kitu, na mbali ya kunyanyuliwa makaburi shubiri moja, bali anajengewa vibanda kabisa na kuwezekwa kabisa, na milango kutiwa kuingilia kaburini kabisa kabisa, na kufuli na ufunguo nao mtu. Wewe ukitaka haja yako inabidi ufunguo uko utake kwa fulani. Akitaka kuyathibitisha hayo, mtu anaweza akathibitisha kwa mjini tu hapa Unguja bila kuna shamba, naende zake mpaka msikiti wa Ijumaa Malindi, akatazama kaburi lilivyojengewa na milango na funguo imefungwa.
na ndani mmetandikwa utandikaji ambao wewe ukiingia ndani unaweza kushtuka na ukahisi kwamba hapa bila shaka nikitaka haja yangu itakuwa tu, na utajiona unaingia na khushui kiasi ambacho kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu huwi nayo khushui hiyo. Khushu utakayopata hapo ni kwamba hutothubutu kuzungumza neno la kidunia hapo, hutothubutu kufanya makelele hapo, hutothubutu kumsema mtu hapo, lakini katika nyumba ya Mwenyezi Mungu utafanya yote hayo. Na halafu kuna saliwa rakaa 2 maalum kabla ya mtu kuingia msikitini siku ya Ijumaa, anakwenda pale kwanza kaburini kusali rakaa 2, halafu anaingia msikitini. Sijui rakaa 2 zile ni tahiyatul masjidi au kitu gani, au special anaabudiwa yule alilala pale. Kwa hakika ukimwachilia mtume kwanza upande, waache makhalifa, waache masahaba, waache matabiina, unakuja kwa maimamu wa madhehebu ya Kisunni, Imam Shafi, basi yeye ndiyo statement yake kuhusu kaburi. Anasema ukichukuliwa udongo mwingine tu ukajalizwa pale, kaburi litanyanyuka sana kiasi ambacho kisheria itakuwa imekiukwa. Liannahu idha zida, kwa sababu kaburi likizidishwa, irtafa'a jiddan, litanyanyuka sana. Innama uhibbu, mimi ninapenda, an yushakhasa, linyanyuliwe kaburi, ala wajhi al-ardhi, juu ya uso wa ardhi, shibran au nahwahu, shibiri moja tu au mfano shibiri moja basi. Si yeye tu Imam Shafi, bali na mfuasi wa madhehebu ya Imam Shafi, Imam an-Nawawi, na vile vile na maneno yake anasema. Imam an-Nawawi ni katika mfuasi wa Shafi'i mkubwa, na ndio tunakisoma kitabu chake hapa siku ya Jumatano kama jana, Riyadhus Salihin. Kakusanya yeye Imam an-Nawawi hadithi zile. Wa naqala an-Nawawi, na amenukuu Imam an-Nawawi fi al-Majmu' kwenye kitabu alichokiita al-Majmu', anasema ittifaqa ashabu al-Shafi'i, maafikiano ya watu wa Kishafi'i, na yeye mwenyewe Mnawi mshafi'i vile vile, anasema maafikiano yaliyopatikana hapa ala istihbabi raf'i, ni juu ya pendekezo la kunyanyua bikaburi bilqadri almadhkuri, kwa kiwango kilichotajwa nacho ni shubiri moja tu, hakuna ziada ya hapo. Sijui tena waliojengea makaburi na ilmu zao na kuheshimiwa kwao, sijui wanaitumia fatwa gani ya kuweza kuambia umma kwamba sisi tunafanya hivi kwa sababu ya aya ya Qur'ani kadha, au tunafanya hivi kwa sababu ya hadithi ya mtume kadha, au tunafanya hivi kwa sababu tumemfuata imam kadha. Haipatikani kwenye Qur'ani wala kwa mtume wala kwa imam kadha, bali ni jambo ambalo limetukanwa sana katika sheria. Mtume mara tu baada ya kuiteka Maka alimwamrisha Sayyidina Ali ibn Abi Talib, pita ukivunja masanamu yote katika mji huu, na kila kaburi liloinuka zaidi ya shubiri moja litoe, imma ulibakishe kwa shubiri moja au lifute kabisa, kwa sababu waliojenga makaburi au wakainua kuta zake zaidi ya shubiri moja, ulaika shirarul khalqi, hao ndio viumbe wabaya. Wanataka kuweka taasisi ya kuabudiwa mwingine badala ya Mwenyezi Mungu kwa kujengea kaburi. Unapojengea kaburi hakuna natija yoyote nyingine ila wataka Mwenyezi Mungu aabudiwe na mwenziwe. Hadithi ya raaitu qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shibran au nahwa shibrin, rawahu Abu Daudi fi al-Marasil, tumesema hivi. Naposema wa yuayiduhu, na inatilia nguvu ma sayati, mambo ambayo yatakuja kuelezwa, minan nahi, kuhusiana na katazo, ani ziyadati, kutokana na kuzidisha kaburi, ala turabi, juu ya udongo, al-kharij, ambao uko nje, min al-qabr, katika kaburi. Fa inna min al-ma'lumi, kwani katika jambo lijulikanalo la kikawaida, annahu yabqa, kwamba lazima utabakia baada dafni, baada ya kuzikwa maiti, ala alqabri, juu ya kaburi, at-turabu alladhi ukhraja min al-lahd, ule udongo uliotolewa katika shimo lile, alladhi shaghalahu jism al-mayit, ambao ndo udongo ulioshughulisha kiwiliwili cha maiti.
kiwiliwili cha maiti kimechimbuliwa udongo ule, basi ule ule utabakia pale juu upo na unatosha huo. Wadhalika yusawi, na udongo huo huo uliochimbwa kaburi ndio utaweka sawa sawa alqadra almadhkura, kile kiwango kilichotajwa fil hadithi, takriban katika hadithi ambayo tumeitaja punde hivi. Athani, jambo la pili la sunna baada ya kuzikwa maiti, an yuj'ala musnaman, hilo kaburi wakati limeinuliwa shibiri moja lifanywe kuwa na nundu, yani litoe mgongo hivi kama namna ya tuta la muhogo vile. Musnaman, lifanywe kuwa limetoa nundu. Hiyo shibiri moja yenyewe lisiwe kama namna ya square, itakuwa bado kidogo limekosewa, liwe linafanya kama nundu hivi. Lihadithi Sufyan an-Namari qala, kutokana na hadithi ya Sufyan an-Namari amesema, raaitu qabra an-nabii, nimeliona kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallama, wa qabra Abi Bakr, na kaburi la Abu Bakari, wa Umara, yote haya musnaman, yamekuwa na nundu, yametoa mgongo. Hadithi hiyo akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari wal Baihaqi wa rawahu Ibn Abi Shayba, na ameisimulia vile vile Ibn Abi Shayba wa Abu Nuaym fi al-Mustakhraj, kwenye kitabu Mustakhraj. Kama fi talkhisi, kama ilivyokuja habari hii vile vile kwenye kitabu talkhisi, wa ziyadatu lahuma, na ile ziada ya maneno iliyozidi yaliyotoka kwenye bracket pale kuanzia wa qabru Abi Bakr wa Umar, ile ni ziada ambayo ni ya wote wawili, Bukhari na Baihaqi, wote wamepokea tena hiyo. Anasema Albani, wala yuaridhu dhalika ma ruya an al-Qasimi, wala hayapingi wala hayaingili kati kupinga yale ambayo yamekuja kusimuliwa kutokana na Qasim, qala, ambaye kasema, dakhaltu ala Aishata, niliingia mimi nyumbani kwa mama Aisha radhiyallahu anha, fakultu, nikamwambia, ya amata, ewe mjakazi wa Mwenyezi Mungu. Hakusudii hapa kumwita mama Aisha amata kwamba anamdhalilisha, anamwita mjakazi kwamba labda alimilikiwa na mtu, la, ni mjakazi wa Mwenyezi Mungu. Ahabbu al-asma'i ila Allah ma ubida, mtume anasema katika majina mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu ni yale yaliyowekewa utumishi wa Mwenyezi Mungu, kama kumwita mtu mwanamme Abdullahi, ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, ni katika fahari yake mtu kuambiwa yeye ni Abdullahi. Na mwanamke naye vile vile amatallahi, mjakazi wa Mwenyezi Mungu, si mjakazi wa mtu, wa Mwenyezi Mungu. Ukimwita mwanamme Abdullahi, mja wa Mungu, umemtukuza sana. Hata Nabii Isa mwana wa Maryam, statement yake ya uchangani na ya utuzimani ndio hiyo hiyo, qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya, alisema mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, anaotaka kunitukuza mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Akinita mwanawe Mungu, mimi amenitukana. Akinambia mimi Mungu mwenyewe, ameniadhiri. Mimi ni Abdullahi, ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Ahabbu al-asma'i ila Allah. Kwa hivyo nikamwambia mama Aisha, ya amata, ay amata Allah, itakuwa ewe mjakazi wa Mwenyezi Mungu, ikshifi li, hebu niwekee wazi mimi, an qabri nabii sallallahu alayhi wasallam, kuhusiana na kaburi la mtume likoje, wa sahibaihi, na wale masahaba wake wawili radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi nao. Anasema huyu bwana Qasim, fakashafat li, mama Aisha akaniwekea wazi mimi, an thalathati kuburin, kutokana na makaburi matatu ndo yauliza. Akanambia, la mushrafa, hayakunyanyuliwa juu sana, wala latia, na wala hayakupangiwa mawe, matbuha, yaliyopakwa rangi mambo hayo, bibutuhai al-ursa, kwa zile rangi au chokaa, alhamraa, nyekundu nyekundu au manjano au kijani au decoration yoyote ile, hakuna. Kama watakuja fanya baadaye watu wengine hiari zao wenyewe na ufalme wao na pawa zao, lakini asili makaburi hayo matatu yalikuwa hivyo tu, yamenyanyuliwa kutoka kwenye ardhi, shubiri moja tu,
wala hayakuzungushiwa mawe pembeni na kupaka chokaa kwamba iwe alama na yata, ilibaki vile vile tu. Baadaye tena wamekuja watu na utawala na ufalme, wakaona wafanye hivi na hivi na hivi, khiari zao wenyewe wataona mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kiyama. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud wal Hakim, na Hakim pia, wa anhu al-Baihaqi, na kutokana na sahaba huyo huyo Baihaqi kapokea hadithi, wa Ibn Hazm min tariqi Amr ibn Uthman, kutokana na njia ya hadithi ya Amr ibn Uthman ibn Hani, wa anil Qasim bihi, na hata kutokana na Qasim huyo. Wa qala al-Hakim, na akasema Imam Hakim kwamba sahihul isnadi, hadithi hii ni yenye mategemezi sahihi. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na pia ameiwafiki Imam Dhahabi. Wa amma al-Baihaqi faqala, ama Baihaqi amesema innahu asahhu min hadithi Sufyan an-Nimari at-Timari, hii hadithi ya Qasim ni sahihi zaidi kuliko ile ya mwanzo tulioitaja, hadithi ya Sufyan at-Timari. Hapo ametia alama za kushtua zote huyu Albani, kwamba hayo yote kwa hakika yeye kayachunguza, kayapeleza, kaona kwamba ni kinyume. Kuanzia pale aliposema Hakim sahihul isnadi, ni hadithi yenye mategemezi sahihi. Kisha wawafakahu Dhahabi, akaiwafiki Imam Dhahabi katika alama kushtua vile vile. Halafu maneno ya Baihaqi, innahu asahhu min hadithi Sufyan at-Timari, hii ya huyu Qasim ni sahihi zaidi kuliko hadithi ya Sufyan at-Timari. Mote humu kati ya alama za kushtua Albani. Anasema waqad radda alayhi Ibn Turkumani, amerejesha maneno juu ya hadithi hii mategemezi yake Ibn Turkumani, akasema hadha khilafu al-istilahi, hii itakuwa ni kinyume na makubaliano ya maulama, istilahi ahli hadha shani, makubaliano ya watu wa jambo hili la hadithi. Anasema huyu at-Turkumani kwamba bal hadithu Timari, hadithi ya yule Sufyan Timari, asahu, hiyo ndo sahihi zaidi. Liannahu, kwa sababu ile ya Timari makhrajun fi sahihi al-Bukhari, imetoka katika sahihi ya Bukhari. Wa hadithu al-Qasim, na hadithi ya Qasim hii lam yukhraju fi shay'in min as-sahihi, haikutoka popote pale katika sahihi. Tunaingia sasa katika kurasa 155 kwa wale wana vitabu. Albani sasa anaingilia kati na yeye vile vile kutia maneno yake katika mambo haya. Anasema qultu, mimi nikasemea hapa, hadha ar-radd la yakfi, marejezi haya aliyoyafanya Turkumani hayatoshi. Liannahu, kwa sababu namna alivyorejeza yeye Turkumani, qad yakunu isnadu al-hadithi, inaweza kuwa mategemezi ya hadithi al-mukhalifu, ambayo imekwenda kinyume li hadithi al-Bukhari, imekwenda kinyume na hadithi ya Bukhari, inaweza kuwa asahu, ni sahihi zaidi, wa aqwa, na ina nguvu zaidi, min sanad al-Bukhari, kuliko mategemezi ya Bukhari. Hii hutokezea sana mara nyingi, si hoja, kwa vile alivyosema Turkumani kwamba ile hadithi ya nyuma ya Sufyan al-Timari kwamba imekuwa sahihi kwa sababu yatokana na sahihi ya Bukhari, na hii ya huyu Qasim haitokana na Bukhari. Anasema Albani, hii siyo hoja, marejezi hayo hayatoshi, kwa sababu inawezekana hadithi ya Bukhari ikawa na masnad ilikuwa membamba na hadithi nyingine ikawa na masnad qawi. Kwa hivyo fala yatimu tarjihi hadithi Timari, anasema Albani, haitimii kuipa nguvu hadithi ya Sufyani Timari illa bibayani illati hadithi al-Qasim, isipokuwa kwa kubainika waziwazi sababu ya ila ya hadithi ya yule Qasim, au ala al-aqalli bayanin, au ile juu ya uchache wa bayana, annahu dunahu, kwamba iko chini zaidi fi sihati, katika kusihi, labda ije hivyo. Wa huwa al-waqi'u huna, na hilo ndo jambo lenye kutokea hapa. Fa inna illatahu, sasa Albani anataja illa ya kuipa nguvu hadithi Sufyani Timari, kweli na nguvu kuliko ya Qasim. Anasema kwamba yule At-Turkumani aliposema tu kwamba yeye Sufyan Timari yatokana na Bukhari, ya Qasim haitoki katika sahihi ya Bukhari wala ya Muslim, sema Albani kwamba hiyo si hoja. Lakini kama kuna kuja bayana
mimi nitaitoa. Alipokwenda ndipo Albani katika hadithi mbili hizi anasema fa inna illatahu, iko sababu ya kuifanya hadithi ya Qasim iko chini. Fa inna illatahu Amr ibn Uthman, ila yake ni ya huyu bwana Amr ibn Uthman ibn Hani, wa huwa, na mtu huyu masturun, amesitiriwa kwa mambo yake yalionayo. Si mtu ambaye atakubalika katika mambo ya hadithi ataje kitu kikubalika, kwa sababu watu wamemsitiri, hawakutaja mambo yake. Kama qala al-Hafidh, kama alivyosema Hafidhi fi Taqrib, kwenye kitabu Taqrib, walam yuwathiquhu ahadun, na hakuna mtu yoyote katika watu wa hadithi aliyemtaja kuwa ni madhubuti huyu albatta, hata mmoja. Hizi ndo njia ambazo unaweza kuyangusha hadithi ya Qasim kuliko yule Sufyani, kwa hizo sababu zenyewe. Walam yuwathiquhu ahadun, hakuna mtu yoyote aliyemfanya kwamba yeye ni mtu madhubuti albatta, hata mmoja. Kwa hivyo basi anasema fatashihu lhakim, kule kusahihisha hakim mambo yake ya auham, ya mabaiko alkathira, yaliyokuwa ni mengi, allati la takhfa, ambayo mambo hayo hayawezi kufitikana, ala man tatabaa, juu ya yoyote atakayefuatilia mambo haya, kalamahu, maneno yake, fi talkhisi, katika kitabu Talkhisi Almustadrik, ataona tu namna gani anababaika na hivi na hivi. Anaendelea Albani tena anasema thumma innahu law sahha, kisha hadithi ile lau kama itakuwa sahihi, falaisa muaridan li hadithi Timari, pale pale tuko pale pale kwamba haipingani na hadithi ya Timari ya Qasim, lianna qawlahu matbuhun, kwa sababu aliposema kwamba kaburi lile likawa limefanyiwa tabah, yani kuwekewa mawe, laisa maanahu mustahun, maana yake sio kama mustahun, yani kwa plasta labda na hivi na hivi, sio maana yake. Bal mulqa fihi albutahau, bali pamekusudiwa pale ni kuwekwa ndani yake albutahau. Butahau wa huwa alhasa, ni mawe madogo madogo asaghira, kama fi nihaya, kama ilivyoelezwa habari hiyo katika Nihaya. Kwa hivyo kaburi la Mtume wala Abu Bakari wala la Umar hakukuwa na kaburi ambalo pambizoni lipangiwa angalau mawe hivi, hakukuwa. Wa huwa dhahirun fil khabari nafsihi, na hivi ndivyo inavyoonekana waziwazi katika habari yenye nafsi yake. Matbuhatun, hayakuwa yamepangiwa, bibutahai, vijiwe hivyo, al-ursa, vidogo vidogo, al-hamra'u, vyekundu vyekundu. Fahadha la yunafi at-tasnim, kwa hivyo hii haikanushi kuwa na nundu kaburi litakuwa na nundu, pamoja na kwamba mawe hakuna. Kilichokuja katika sheria ya sunna ni kulifanya kaburi litoe mgongo wenyewe, udongo ule ule lije katika namna ya kutoa mgongo hivi, haitokanusha. Wa bihadha jamaa Ibn al-Qayyim, na kwa ajili hiyo basi akakusanya Ibn al-Qayyim baina al-hadithaini, kati ya hadithi mbili hizi. Faqala fi Zadi, akasema kwenye kitabu chake alichokiita Zadi kwamba wa qabruhu, na kaburi lake bwana Mtume, musnamun, limefanyiwa mgongo, matbuhun bibutuhai al-ursati al-hamraa, likawekewa hayo mawe yaliyokuwa na nyekundu, la mabniyun, lakini halikujengewa, wala mutinun, na wala halikufanyiwa udongo wote mwingine. Wa hakadha kana qabru sahibaihi, na hivi hivyo ndivyo ilivyokuwa makaburi ya masahaba wawili. Haya ni maneno ya Ibn al-Qayyim, kachanganya hadithi mbili zile, asema kwamba la, ilikuwa hivi na hivi na hivi. Sunna ya tatu baada ya maiti kuzikwa, sunna ya kwanza kaburi linyanyuliwe usawa ardhi kiasi cha shubiri, na sunna ya pili kaburi litoe mgongo, na sunna ya tatu an yu'lamahu bihajarin, liwekewe kaburi kitambulisho tu la kujulikana kwamba hapa pana kaburi, ili liheshimiwe, lisikanyagwe pale, liwekewe jiwe moja, au nahwihi, au mfano wa kitu kama jiwe. Sisi humu mwetu tunaweka majani ya mbono, sawa sawa, kisheria inakubalika kuwa ni alama ya kaburi ile, na ingawa kule imekuja jiwe moja tu, sisi kidogo tunaweka pembe nne,
hakuna tatizo kubwa sana, kwa sababu ni kaburi linaonekana kwamba lile. Lakini hata kama lingewekwa kijiti cha mbono mmoja tu kwenye sehemu ya kichwa cha kaburi, basi ingetosha kujulikana kwamba hili ni kaburi na hili sehemu ya kichwani, ingetosha. Basi anasema an yu'lama, kaburi latakikana liwekewe kitambulisho bihajarin, kwa jiwe moja tu, au nahwihi, au mfano wa kitu kama jiwe. Kwa nini liwekewe kitambulisho hichi? Hikma iliyopo ni hii: liyudfana ilaihi, ili wenye kuzikwa kwenye kaburi lile au chini yake, karibu yake, jirani yake, man yamutu, watu wengine watakaokufa, min ahlihi, katika watu wake, yule aliyelala pale, itapendeza wale watu wake, hasa kama watakuja mmoja mmoja waka jirani yake pale, au watu wanaolingana kwa amali. Ni vyema kama watakwenda kulala pamoja pale, wasiudhiane, maana maiti wanapata maudhi makubwa kutokana na watu ambao watazikwa jirani zao. Maana vile vishindo vya kupigwa, vishindo vya kubanwa na kaburi wanavisikia wale jirani. Kule kuna ulimwengu arwah, wanapata habari zote kwamba huyo alikuja sasa hivi, huyo tokea saa ngapi mpaka saa ngapi, hawajamaliza kuzika tu hawa, mara kaburi dogo ongeza kidogo, mara kaburi hivi huyu sasa hivi kataba anatupa taabu sana, tupumziki sisi. Wale amwatu wengine wanapata taabu, wanaomba ya Rabbil Alamin lishe balaa hili sasa tena. Kwa hivyo watu wanaofanana katika amal ni uzuri kuwekwa pamoja wote. Ndio maana makaburi ya Waislamu yote yako kwa pande mmoja, na wasio kwa Waislamu watengwe pale pengine, kwa sababu almauta yataadha, wale maiti wanapata maudhi kutokana na vitendo ambavyo wanafanyiwa watu waliokuwa si Waislamu au mausati, wanapata maudhi. Tayeb, kwa hivyo liwekewe kitambulisho cha jiwe au mfano wa jiwe, liyudfana ilaihi, ili kuja kuzikwa hapo jirani yake, man yamutu min ahlihi, yule atakayekuja kufa katika watu wake. Na hayo dalili yake yamekuja lihadithi al-Muttalib, kutokana na hadithi ya Muttalib ibn Abi Wadaa radhiyallahu anhu, qala, ambaye kasema hayafuatayo: lamma mata Uthman ibn Madhuuni, alipokufa sahaba bwana Uthman ibn Madhuuni, ukhraja bijanazatihi, alitolewa katika jeneza lake, fadufina, akazikwa. Mtume yuhai, amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulan, akatoa amri mtume kumwambia mtu mmoja pale waliohudhuria mazikoni, an yatiyahu bihajarin, aende akamletee jiwe. Falam yastati' hamlahu, huyo mtu hilo jiwe hakuweza kulibeba yeye, yani ilikuwa kubwa kubwa kidogo. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akanyanyuka kwenye jiwe hilo bwana mtume, wa hasara, akapania bwana mtume, an dhira'aihi, kwenye dhiraki, kanzu yake akaikunja kunja mpaka kwenye sehemu ya karibu na kwapa. Qala al-Muttalib, amesema Muttalib mwenye kusimulia hadithi hii, qala alladhi yukhbiruni, amesema yule ambaye ananipa habari mimi, an Rasulillahi, kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ya kwamba kaanni andhuru, kama kwamba hivi sasa mimi nasimulia hadithi hii kama kwamba ninaona au ninaangalia, ila bayadhi dhira'i Rasulillahi, kwenye weupe wa dhiraa mbili za mtume, nilikuwa naziona nyeupe dhiraa zake, kapania kanzu sana. Hina hasara anha, wakati alipopania kutoa msaada kuchukua jiwe lile lilokuwa zito. Thumma hamalaha, mtume akachukua jiwe lile, fawadaaha, akaliweka inda ra'sihi, upande wa kichwani mwa yule maiti aliyezikwa pale katika kaburi lile, juu pale upande wa kichwani, kama ni alama yake. Wakala, kisha mtume akatoa sababu ya kuweka jiwe lile, akasema, ataallamu, nataka kujiulisha, biha, nijue mimi, nijifundishe mimi, wapi lilipo, kabra akhi, kaburi la ndugu yangu Uthman bin Madhuuni, ili wa udfina ilaihi, nije kuzika hapa hapa jirani yake, man mata min ahli, watakaokufa wengine katika watu wangu. Huyu Uthman bin Madhuuni alikuwa anamhusu mtume sana, wengine watakaokufa kama mimi ni hai, kwamba nitakuja kuwalaza hapa jirani zake, wakae pamoja kahawa. Wa adhanu al-isha biidhnillah tabaraka wa taala. Tuliyoisoma akhrajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daudi, wa anhu al-Baihaqi, na kutokana na sahaba huyo vile vile Baihaqi ametoa hadithi hii bi sanadin hasanin, kwa mategemezi mazuri, kama qala al-Hafidh, kama alivyosema Hafidh ibn Hajar.
Walmutalibu, na huyu Mutalibu sahabiyun maarufu, ni sahaba maarufu anajulikanaye. Aslama yaum alfathi, alisilimu siku ile ya kutekwa Maka, siku ile silimu. Walahu shahidani, hadithi hii inao shahidi mara mbili, ina mashahidi wawili. Dhakartuhuma, ambao mimi nimetaja fi ta'liqat aljiyadi, kwenye kitabu changu chengine ta'liqat aljiyadi. Anasema Albani maneno hayo. Sunna ya 4 baada ya kufukiwa maiti. Sunna ya kwanza, kaburi linyanyuliwe kwenye ardhi shibiri moja. Sunna ya pili, kaburi litoe mgongo. Sunna ya tatu ni kuwekewa alama kwamba hili ni kaburi, ili kujulikana kwamba hapa kalala fulani, na jamaa zake waje kulala jirani yake pale, au watu wenye mwendo mmoja na yeye walale pale. Na pia liheshimiwe kaburi kwa kujulikana kwamba hapa pana mtu kazikwa, lisikanyagwe, wasikae watu pale kufanya fiske zao na kuzinamna hii. Hiyo ndio hikima yenyewe, lielekewe alama, lijulikane. Si kujengewa kibanda, si kujengewa mapaa, ni alama tu, jiwe tu. Ndio Mtume alifanya hivyo, au kitu chenye kufanana na jiwe kama hayo tunafanya sisi majani ya mbono na. Sunna ya 4 sasa, baada ya kufukiwa maiti, katika jambo la 4, an la yulaqan, ni kwamba asifundishwe kutamka maneno, asilakiniwe kwa talqin. Alla yulaqan, asilakiniwe maiti, yani asifundishwe kutamka maneno. Bwana we, hapa sasa hivi bwana watakuja malaika wawili bwana, usiogope bwana, usifadhaike. Na wakikuuliza tu habari ya Mola wako, man rabbuka faqul rabbi Allah, wewe waambie Mola. Asifundishwe maneno hayo. Talqini hii almaarufu alyawma, inajulikana sana hivi leo. Kwa nini asitamkishwe? Kwa sababu kisheria, lianna alhadith alwarida fihi, hadithi iliyokuja kuhusu masala ya kumfundisha maiti kwa talqini, la yasihu, haisihi, si hadithi ya kweli. Chini sasa kati ya nambari 1 tunakwenda kwenye hati ndogo ndogo ambazo zinaanza hapa kwenye ukurasa 155 na zitamalizikia kwenye ukurasa wa 156. Anasema wakadha qala Ibn al-Qayyim, hivyo hivyo kasema Ibn al-Qayyim fi Zadi al-Maadi, kwenye kitabu alichokiita Zadi al-Maadi. Wadhaafahu an-Nawawi, hata Imamu an-Nawawi mfuasi wa Shafi ameidhoofisha hadithi hiyo ya kumfanyia talqini maiti. Wa ghayruhu, na wengineo wasiokuwa Imamu Nawawi vile vile ameidhoofisha, kama dhakartuhu, kama nilivyotaja hayo mimi, fi at-ta'liqat al-jiyadi, kwenye kitabu changu ta'liqat al-jiyadi. Mtu akikipata atazame huko, nimezungumza habari ya ubida wa talqini. Albani anasema waqala as-Sanani, na akasema Imamu Sanani, ni mtu wa Sanani huyo, wa Sanaa Yemen. Wapi kayasema maneno? Fi Subulis Salami, kwenye kitabu Subulus Salami ambao ni sharh ya Bulugh Marami, juzuu ya 2 ukurasa nambari 161. Amesema hivi Sanani: thumma haqqaqtu alqawla, kisha nkaihakikisha kauli, fihi, kuhusu habari talqini hii, fi silsilati alhadithi, nikaitizama katika mnyororo, mkururo wa hadithi ad-dhaifa, zilizokuwa dhaifu. Nimehakikisha kwamba hadithi hiyo dhaifu nimeikuta katika hadithi dhaifu. Wayatahassalu, na vile vile inaweza kupatikana au ikapatisha, min kalami a'immati tahqiqi, kutokana na maneno ya maimamu wa kuhakikisha mambo, annahu hadithun dhaifun, vile vile watasema maimamu hao kwamba hadithi hii ni nyonge kabisa. Wala amalu bihi, na kuitumia hadithi hiyo kwa kuwafundisha maiti maneno pale baada ya kufukiwa, bid'atun, ni uzushi bwana. Hakuna hivi wala hivi. Hawawezi kuisimamisha dalili wanaofanya yale kwamba ni kutoka kwa Mtume hasa. Hadithi kama ipo itakuwa hadithi ambayo masnadi yake ni dhaifu, nyonge, bali vitendo vya Mtume mwenyewe alipokuwa hai
hakuna hata siku moja aliyemfundisha maiti kutamka chochote, ila tutaona hapa amewataka waliohudhuria pale baada ya kufukiwa mwenzi wao, amewataka wamuombe kwa Mwenyezi Mungu maghfira, amewataka wamuombe kwa Mwenyezi Mungu. Kauli thabit kama tutavyoona punde hivi, na si kumfundisha maiti wenyewe. Na kama kuna mfundishaji bora aliyebingwa kauli yake ya kusikilizwa, mfundishaji alikuwa ni yeye Mtume, ndo zaidi anafaa kumkalia kitako mtu kwenye kaburi pale baada ya kumwagiwa maji na kumwambia kwamba ya Abdallahi ibni amatallahi udhkur al-ahda alladhi kharajta alayha min dari dunya ila dari al-akhirah wa hiya shahadatu an la ilaha illa Allah na kadha kadha kadha, aljannatu haqqu nara haqqu kadha 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 kadha. Kama kuna mtu bora sana kwa kufundisha haya angefanya Mtume. Hadithi yoyote iliyokuja madamu matendo ya Mtume hayakuonekana ni nyonge hadithi hiyo. Tena wala amalu bihi bid'atun, anasema huyu Sanaani, matumizi ya kutumia hadithi kama hiyo ni uzushi huo. Tena anaendelea kusema zaidi, wala yaghtaru, wala mtu asijakadanganyika bikathrati man yafaluhu, kwa sababu kuna watu wengi wanafanya hivyo, isimdanganye mtu hiyo. Fata sheria, soma, fungua vitabu vya hadithi barabara. Mwenyezi Mungu anakuambia thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri, sisi tumekujalia wewe mja sheria juu ya jambo, kila jambo lina sheria. Tumekuweka Muhammad juu ya sheria, fattabi'ha, basi fuata sheria kamili. Wala tattabi' wala usifati ahwa alladhina, matamanio au mapenzi ya watu ambao la ya'lamun, hawajui sheria hii ni nini. Wao ukiwafuata, innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, hawataweza kukusaidia wewe kwa Mwenyezi Mungu hata kitu kidogo cha adhabu kukuondolea, au mshirikiane kwamba adhabu hiyo naye apate na wewe upate, hasogei. Wa inna wallahu waliyul mu'minina, Mwenyezi Mungu ni mpenzi wa waumini. Jitie kwenye kikundi cha waumini, utakuwa na Mwenyezi Mungu pamoja. Ama madhalimu wanapendana wao kwa wao, lakini Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kuamini. Anasema wala yaghtaru, na wala sighurike mtu akadanganyika bikathrati man yafaluhu, kwamba watu wengi wakifika, mbona mashekhe makubwa wakubwa, mbona fulani kafanya hivi, mbona kafanya hivi. Usidanganyike na hiyo, sheria haikusema. Mtume Mwenyezi Mungu yupo, ameishi na kazika maiti chungu nzima, hajapata hapo kumkalia mtu kaburini akamwambia ya Abdullah ibn umatillah udhkur la, hajapata hapo Mtume. Anasema Albani, wa yu'jibuni minhu qawluhu, limenivutia mno kauli yake Sanaani pale aliposema wal amalu bihi bid'atun, kutumia hadithi dhaifu hiyo mtu akatumia talqini kwa maiti kuwa ni uzushi. Anasema Albani, neno hili la Sanaani limenivutia mno na nikosha kweli kweli. Anasema wa hadhihi haqiqatun, hii ni hakika isiyokuwa haina mushkeli, talama dhuhila anha alulamau, hasa hasa wamekwenda kushughulika nayo mambo haya wanavyuoni wakubwa wakubwa. Yamewababaisha hadithi hiyo nyonge, imewababaisha wanavyuoni wakubwa wakubwa. Fa innahum yushri'una, imekuwa sasa wanaweka sheria bimithli hadha alhadith, kwa kutumia hadithi ambayo dhaifu. Hadithi dhaifu huwezi kuweka sheria katika dini, lazima iwe sahihi. Hadithi dhaifu haikubaliki katika sheria kwamba iwe ndiyo jambo la kufuatwa hadithi hiyo, abadan. Anasema fa innahum yushri'una bimithli hadha alhadith kathiran min alumuri, wanaweka sheria wanavyoni hawa kwa kutumia mfano wa hadithi kama hii dhaifu katika mambo mengi. Wayastahibunaha, na wakayapendezesha mambo hayo kuwa kama ni sunna, i'timadan minhum, kwa kuegemea miongoni mwao ala qaidatin, iko kawaida maalum, iko ruli maalum. Kaida gani hiyo? Wanasema hadithi dhaifu yu'malu bil hadithi dhaifi, itaweza kutumiwa hadithi dhaifu fi fadaili al-a'mali, katika mambo yaliyokuwa ya uchamungu. Yako maneno hayo wamekubaliana wanavyuoni kwamba hadithi kama ni dhaifu tutaitumia katika fadaili al-a'mali, mambo yaliyokuwa ni bora bora kuyafanya mtu, mambo ya sunna na hivi na hivi. Lakini anasema Albani, wametumia kawaida hii
walam yatanabbahu, hali ya kuwa hawakutanabahi, hawakuzindukana, ila anna mahalluha, ya kwamba pahala pake kutumia hadithi dhaifu katika fadhaili al-a'mali fi ma thabata bil kitabi, lazima jambo lenyewe liwe limethibiti kwenye Qur'ani kwanza, sio hivi hivi tu. Ikiwa hilo jambo limethibiti kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu shalisema, au kuna hadithi ya mtume nyingine sahihi imeshasema jambo hilo, sasa ikitokezea hadithi dhaifu inaweza ikatumika pale katika mambo yaliokuwa ya sunna ya kucha Mungu ya kutumia. Lakini jambo halimo kwenye Qur'ani, hakuna hadithi ya mtume sahihi, haitawezekana kuchukuliwa hadithi dhaifu ikatumiwa hapo, haiwezekani. Itabidi yuko pande kabisa. Kwa hivyo hawakutanabahi ila anna mahalluha fi ma thabata bil kitabi was sunna, kwamba pahala pake lazima iwe imethibiti kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna, mashru'iyatihi, usheria wake kwamba lazima utoke hapo. Walaysa bimujarradi alhadithi dhaif, sio tu kuokotwa hadithi dhaifu ikawekwa katika mambo ya sheria ikatumika mpaka ikawa leo huna wa kumwambia. Utamwambia nani wewe? Utazungumza lugha gani mpaka ufahamike kwamba jambo lile talqini ni bid'a? Nani utamwambia neno hili? Utaweza kuinua kauli mbele ya mtu kusema kwamba hicho kitu bid'a? Hapasemeki tena. Sasa imekuwa kwa sababu maulama ndio mbele, ndio unaokalia mikeka na kozi pale, anatafuta mtu anayekewa mikeka na kozi pale, anaanza kusema neno katika mategemezi jambo lile hakuna kabisa. Hadithi dhaifu, mtume alikuwepo, hakufanya mambo hayo. Na huyo unamfundisha kitu gani? Hata kama atakuwa ni asi namna gani, hata kama alikuwa amekufa katika mahala mbaya, hata kama aliyekumkataa Mwenyezi Mungu, unamfundisha kitu gani? Atajibu nini nafikiri wewe mbele ya Mwenyezi Mungu? Hata anakusikia wakati ule kwa alonayo huko. Mwenyezi Mungu basi anathibitisha kwenye Qur'an, anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti, Mwenyezi Mungu huwathibitisha walioamini kuwapa kauli thabiti. Huna haja hata kumkalia kitako cha kaburi kumfundisha wewe, yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe yupo. Na anawathibitisha kwenye kauli thabiti waumini fil hayati dunia, tangu walipokuwa duniani, wa fil akhirah, na akhirah ndio hivyo hivyo. Na kuhusu kauli thabiti hii, wayudhillu Allahu dhalimina, Mwenyezi Mungu ataipoteza kwa madhalim, hawaipati ngoo. Wengine kifika pale wanaona kwamba huyu mtu Kiarabu akijui, kwa hivyo tumpe kwa Kiswahili, na wengine wanampa kwa lugha zote, mpaka wakimwona kidogo kafika mpaka form 4 form 6 hivi, wanampa kimombo pale makaburini. Ni mambo ya mzaha, mambo ya maskhara. Kwa hakika ni kuichezea sheria ya Mwenyezi Mungu. Huko hakuna mzaha, huko hakuna maskhara. Dunia aliyoikabili mtu sasa hivi kule ni nyingine kabisa, hana habari ya mambo yasemayo duniani huko, ala mambo mengine kabisa. Unaendelea, walaysa bimujarradi alhadithi dhaif, sio tu peke yake kwamba iko hadithi dhaifu yokotwe tu, lazima iwe jambo lile. Fi ta'liqi, katika kitabu katika ta'liqi sahifa namba kadha kadha 153, anaweza mtu kufungua kitabu hichi akaona. Halafu anasema Albani, wa adhkuru, na mimi hapa ninataja, anna al-imam ash-Shatibi, imamu ash-Shatibi fi al-muwafiqati, kwenye kitabu al-muwafiqati, kalaman, kataja maneno jayidan, mazuri mno, haula hadhihi alqaidati, pambizoni mwa kawaida hii ya kwamba hadithi dhaifu itatumiwa ifuatwe, lakini katika mambo gani? Yaliyothibiti katika mambo ya Qur'ani na Sunna. Falyuraja, mtu akitaka akikipata kitabu almuwafiqati atayaona maneno mazuri sana aliyozungumza huyu Imam Shatibi. Haya, tumezimaliza khati ndogo ndogo hizo, na sasa tunarudi tena kule kule juu. Maneno yetu tumeondokea arabi'u, sunna ya 4 alla yulaqanu almayit ni kwamba asifundishwe maneno maiti. At-talqin al-ma'ruf, hii talqin al-ma'ruf julikanayo kwamba msomeni talqini. لأن الحديث، kwa sababu hadithi alwaridha fihi, iliyokuja ndani ya jambo hili, la yasihu, haisihi. Bal, lakini itakiwavyo nini afanye mtu badala vile? Itakiwavyo baada ya kufukiwa maiti, bal yaqifu ala alqabri, atasimama mtu kando makaburi pale. Ingawa ametumika ala Kiarabu hapa, ala hii sio juu yake kusimama juu, la, ala hutumika hata unapokaa pembeni makaburi,
lakini kwa kuwa kisimamo chako kimehusiana na jambo ambalo utakulifanya kwa majili maiti yule, ndo hutumika ala. Wewe umesimama pale juu ya kaburi lile kwa sababu watakufanya mambo yaliyohusiana na yule maiti, ndio maana ikatumika ala. Kwa hivyo bali yakifu ala alqabri, atasimama pembezoni mwa kaburi pale, yad'u lahu, atamuombea maiti huyo, bitathbiti, aipate kauli thabit, kumfundisha yeye. Weakness kubwa sana hiyo. Wakati muumbaji yupo, si mpaka akubali yule kujibu kauli hiyo, si mpaka ampe uwezo kutamka. Wewe ufanye unyenyekevu, muombe Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti yeye, na sio kumfundisha yeye. Hata hapa duniani hivi unaweza kwenda mahakamani, kesi inaendelea, mtu kwa kizimbani, jaji kavinjari, anapiga meza kwa nguvu, hataki watu wazungumze hata kidogo. Akisikia mnongono kidogo pembeni hivi, anapiga meza kwa nguvu. Hapa pahala pana heshima na peke yake, hapa pahala pastahiwe, mbona mnanong'ona saa kama hizi? Na huku kesi mashtaka yanaendelea. Je, unadhani wakati huo unaweza kumpelekea mtu angalau kijinoti kwenye katasi hivi kwamba bwana hapo sema hivi? Au unaweza kumpigia ukope wa jicho hivi kwamba kadha 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 kadha, hatimaye na wewe utaingia hatiani vile vile? Hayo ni duniani. Kwa Mwenyezi Mungu mambo zaidi. Kumfundisha pale kwa hakika haileti tatizo yoyote. Litakiwalo yakifu ala alqabri, atasimama mtu kwenye kaburi, yad'u lahu bitathbiti, amuombee kwa Mwenyezi Mungu maiti huyo kauli thabit ya kujibu masuala atakayoulizwa pale. Wayastaghfiru lahu, na amtakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Khalafu sio peke yake mambo hayo, wayamuru alhadhirina, awaamrishe na waliohudhuria wote mazikoni, bidhalika, wafanye hivyo. Kwa nini? Haya mambo yapo makini kabisa na dalili zake safi kabisa. Lihadithi Uthman ibn Affan, kutokana na hadithi ya Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, qala, amesema, kana an-nabiy, Sayyidina Uthman anasema, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Huu ndio mwenendo sahihi sasa, sio kumfundisha maneno. Hajapata hapo mtume kumkalia maiti kumfundisha maneno. Kana an-nabiy, anasema Sayyidina Uthmani, ahadul asharati almubashirin biljanna, ni mmoja katika watu 10 waliobashiriwa pepo na mtume tokea wenyewe hai. Anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, idha faragha min dafni almayiti, anapomaliza kumzika maiti, wakafa alaihi, husimama juu yake maiti yule, yani kumhusu yeye maiti yule. Fakala, akasema kuwaambia waliohudhuria pale, istaghfiru li akhikum, haya sasa mtakieni msamaha kwa Mwenyezi Mungu huyu ndugu yenu alolala hapa. Wasalu lahu tathbita, na muombeeni yeye kwa Mwenyezi Mungu kauli thabit. Fa innahu alana yusalu, kwani hivi sasa mwenzenu anapambana na masuala, anajibu sasa. Sisi kumfundisha yeye haitofaa kitu, yuko mahakamani sasa anahukumiwa pale kwenye kaburi, na itategemea amali zake zilivyo, na ukali waliokuja nao wale malaika itategemea amali zake zilivyo, na upole watakakuja nao malaika itategemea mtu alikuwa anaishi vipi duniani. Kama anazo amali zake, kwa hakika pale watakuja kistaarabu kwa upole kabisa, na hawana vishindo, na hata wakujibu masuala yale wapo kaburini pale, kina Qur'ani, kina swala, kina zaka, kina siyamu, wapo pale, na wamekuja pale katika sura za kiwiliwili za binadamu. Wako pale wanasema kwamba huyu masuala yote tajibu sisi, si mangaishi, sisi tajibia. Hadithi hii akhrajahu Abu Daud wal Hakim wal Bayhaqi wa Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid az-Zuhdi, kwenye kitabu Zawaid az-Zuhdi sahifa nambari 129. Waqala al-Hakim, na akasema Hakim kuhusu hadithi hii, sahihu al-isnadi, ni yenye mategemezi sahihi. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na akaiwafiki Imam Dhahabi, wa huwa kama qala, nayo kama alivyosema wawili hao. Wa qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi anasema naye vile vile, isnaduhu jayyidun, hii mategemezi yake madhubuti. Imam an-Nawawi anasema ama kuhusu jambo hili, hadithi hii mategemezi yake ni madhubuti, na huu ndo mwendo mtume alikokwenda kuhusu maiti. Akishamaliza kuzikwa pale, huwataka watu waliohudhuria pale wamuombee kwa Mwenyezi Mungu maiti kauli thabit, wamtakie maghfira kwa Mola wake, na sio kumfundisha yeye. Ukiambiwa hivi sema hivi, ukiambiwa hivi sema hivi. Wapi hayo mambo? Kama utakumfundisha mfundishe uhai. Mwambie mtu kutakuwa na masuala kaburini bwana, na mwanao tokea miaka 7, mwambie
Ukiulizwa man rabbuka, basi rabbi Allahu. Ma dinuka, dini lislam. Ma kitabuka, kitabi Quran. Man nabiyuka, nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Au swali lakuja, ma kunta takulu fi hadha ar-rajul al-mab'uth fikum, ulikuwa ukisema nini wewe kuhusu mtu huyu aliyepelekwa kwenu? Sasa hapo unamwambia mtoto wako kabisa, sema kwamba huyu mtu mimi ningesema Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya, au nabiyyan au rasulan peke yake. Inshallah tukija darasa ifuatayo tutakuja kuondokea nambari 108 katika kurasa huu wa 156, nambari 108. Wa yajuzul julus, na inafaa kabisa kukaa indahu, mbele ya kaburi, athna ad-dafni, wakati maiti anaendelea kuzikwa, biqasdi tadhkiri alhadhirina, kukaa kitako hapo kwa makusudio ya kuwapa mawaidha waliohudhuria mazikoni, bil maut, unawapa mawaidha kuhusiana na kadhia ya mauti. Hayo mambo yanajuzu kabisa. Wama ba'dahu, na nini kinafuatia baada ya mauti, li hadithi al-Bara ibn Azib, hayo yatakuja kuelezwa kwa mujibu wa hadithi ya Bara ibn Azib, kutokana na kitendo ambacho kafanya mtume pale makaburini. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسأل